mpaka mstari wa 2. Imeandikwa, basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu. Wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Amen. Kanisa, amen. Kanisa, amen. Kanisa, amen. Kwa sababu Yesu ni Bwana, na kwa sababu Yesu ni Bwana, anaeleza sasa kwamba kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. Kwa sababu Yesu aliteswa katika mwili, maana yake aliifia dhambi, na jinsi alivyoifia dhambi ndivyo sisi tuliyemwamini tunavyotakiwa kuifia dhambi katika maisha yetu. Amen. Nasema amen. Anasema kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Kwa hiyo si vizuri kuishi maisha ya kukosea, maisha ya kuvuruga mambo ya kiroho, kuvuruga mwenendo, kuvuruga msimamo. Hiyo inaonyesha hujauchukua msalaba wako. Lakini ukiuchukua msalaba, maana yake umeachana na dhambi. Sasa mchungaji Petro anashauri, mnanisikia? Anashauri kwamba tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Kwa nini hatuishi katika tamaa za wanadamu? Kwa sababu tumeshahamishwa kutoka katika asili ya ubinadamu, tukafanywa kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo tunaishi katika ufunuo wa Mungu, chini ya maongozi ya Roho wa Mungu. Tamaa za kibinadamu ni namna ya mtu anavyotamani vitu vilivyo nje ya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Lakini huyu ambaye anamcha Mungu, cha kwanza ni kuridhika. Bwana asifiwe sana. Unafanya biashara, unafanya kazi ofisini, unalima, lakini unafuga, na maisha yako yanakuwa yameridhika. Na kinachoonyesha kwamba maisha yameridhika ni ile inayofika saa ya ibada, unakuwepo kwenye ibada. Umeona? Saa ambayo Mungu anakuhitaji unakuwepo kwa Mungu. Lakini kuna watu wanaosema kwamba muda ni fedha. Muda ni fedha. Kwa hiyo mtu anayesema muda ni fedha ananyang'anyana na muda. Maana huwezi ukaikuta fedha barabarani ukaacha kuiokota. Lazima uipitie. Kwa hiyo sasa hawa wenye tamaa za wanadamu, yani masaa yote anataka yeye atafute tu. Hizo ni tamaa za wanadamu. Lakini kwa mtu anayemcha Mungu, ana muda wa kumuomba Mungu, ana muda wa kufanya kazi, ana muda wa kufanya shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Una muda wa kumtia moyo mwenzako. Lakini anayesema muda ni fedha, hana muda na mshirika mwenzake, hana muda na ibada,
hana muda na kazi ya Mungu, yeye anashughulika kutafuta hera tu. Unajua Waswahili wanasema mtaka yote kwa pupa ukosa yote, lakini ukiwa na moyo ulioridhika na kuambia kwanza utanenepa, kwa sababu hufanyi vitu kwa kuhamanika. Yani unafanya vitu kwa sababu ni agizo la kufanya kazi. Umeona? Kwa hiyo unafanya kazi kwa wajibu, lakini nisipo nitakufa. Yani unaonekana jamani, Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Tuwe na utulivu wa kiroho, tujue Mungu ndiye anayetuwezesha. Unapofanya shughuli mwambie Mungu, nitangulie, nahitaji nione uwezo wako kwenye eneo hili. Sasa ukiwa na naye kutangulia, hofu inakwisha. Kama navyosema, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za adui, kwamba zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtazima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Sasa umeshazima, umeshakanyaga, unabaki unaenda, una amani. Jamani, si useme amen? Sema amina yenye nguvu. Ndivyo unavyopokea, ndivyo unavyopokea, ndivyo unavyopokea, ndivyo unavyopokea, ndivyo unavyopokea. Aya, Biblia inasema wabaya hukimbia wasipofuatwa na mtu. Unaweza ukaanza kuwa mtu wa kiaina kabisa kwa sababu ya kutokujua nafasi yako, lakini Biblia inasema ujasiri wa wenye haki ni kama ujasiri wa simba. Lazima tuwe na ujasiri, wana wa Mungu. Lazima usimamie unachokiamini na usiwe mwoga unaposafiri na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unaposafiri na Yesu na unajua Yesu yuko na wewe, yani hata kama yakija yanayotisha, usihamanike. Maana wewe ni wa kweli, na Mungu anajua ndivyo maisha yako unavyoishi, ndivyo ulivyo na ndivyo unavyoamini. Una Yesu. Sasa yakija ya kuogofya na kutisha, si unamshirikisha Yesu. Na mimi nawaambia watu wa Mungu wapendwa, mimi nimejifunza sana kwenye safari hii, kwenye watu ambao nimeomba nao juu ya matatizo yao, kwenye watu ambao nimewaombea, nimejifunza vitu vingi Mungu anavyofanya. Wakati mtu anasema hakuna kabisa, hakuna mlango kabisa, basi mnaomba. Baada ya muda unaona mtu anakuja analia, anasema Baba, Mungu amenitembelea kabisa, amefanya bila jambo. Ndio uzuri wa kutembea na Yesu. Lakini ukiishi unajichanganya, unaweza ukaomba usipate majibu. Unaweza ukaomba usipate majibu. Na ni mbaya kukata tamaa. Ni mbaya kukata tamaa. Ni mbaya. Lakini mambo ya kung'ang'ana, ni vizuri kung'ang'ana kutokuwa na ushirika na dhambi ya aina yoyote, ili nafsi yako, akili yako, moyo wako, maisha yako yaelewe kabisa ya kwamba wewe umekufa kwa habari ya dhambi. Yani nimekufa kwa habari ya dhambi, nimekufa kwa habari ya dhambi. Vielewe. Hii ndio kusema kwamba nateseka katika mwili. Nateseka katika mwili na nafsi yangu nimeiangamiza. Nimeiangamiza nafsi yangu.
Maana yake nimeinyima vile vitu vyote vinavyonitenganisha na Mungu, lakini mwili wangu nimeunyima vile vitu vyote vinavyonitenganisha na Mungu. Nimeunyima. Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Nasema Mungu atusaidie. Hii tamaa ya binadamu, tamaa ya binadamu, Mungu atusaidie. Kwa sababu gani? Kibinadamu ni mbaya sana. Kibinadamu, hali ya kibinadamu ni ya ubinafsi, ni kufanya mambo kiubinafsi. Ndio tamaa ya binadamu, ubinafsi. Na mpango wa Mungu kutuokoa ni kutuhamisha, kututoa kwenye tabia hiyo ya ubinadamu, ili tuwe watoto wa Mungu, watu ambao tunaishi kwa imani, tunatambua mambo kwa imani, tunatenda kwa imani. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukafanya jambo mpaka watu wakabaki wanashangaa, lakini ni namna unavyomwamini Mungu. Ni namna unavyomwamini Mungu. Ile ndiyo inayokusukuma. Maana sio ya kimwili, ile ni ya kiroho. Kwa hiyo unafanya mambo ya ajabu mpaka watu wanashangaa. Nikupe mfano. Siku tukitoka hapa kanisani leo, si walizoea ukienda nyumbani hurudi baada ya jioni, si ndio? Sasa leo unarudi,